fadhila za Mwenyezi Mungu, Ijumaa iliyopita ijtimaa ya Lajna Maila na ijtimaa ya Khudamul Ahmadiyya wa Germany ilifanyika, na ijtimaa hii kama ni kawaida ilileta fadhila za Mwenyezi Mungu. Khudam na kina mama ambao wananiandikia barua, kwa kusoma barua hizi inaonekana kwamba nasaha nilizozitoa wao, nasaha hizi zimeleta athari sana, na kwa sababu ya nasaha hizi zimeleta mwamko ndani ya tabia zao, na hii ndiyo inatakiwa iwe sifa ya mwaminio, na inatakiwa iwe hivi kwamba kila mara anapokumbushwa, sawa na amri hii ya zakirhum, anapokumbushwa kuhusu jambo fulani mwaminio anasikiliza, na wengi wa wanajumuiya wanasikiliza wanapokumbushwa, na wanakuwa chini ya sifa hii ya Mwenyezi Mungu isemayo wallazina iza zukiru biayati rabbihim lam yakhiru alaiha summa wa umyana, yani wale wanapokumbushwa kuhusu aya za Mwenyezi Mungu hawaanguki kama vipofu na mabubu. Wao hawasemi kwamba sisi hatuelewi, wala hawasemi kwamba kule jambo gani lilikuwa likifanyika. Ikiwa wao ni dhaifu, wana imani ndogo, wanajiona aibu ndani yao, lakini kama wao walikuwa wakizingatia wema kwa kusikiliza nasaha hizi, wanajitahidi kufuata nasaha hizi kuliko zamani. Katika ijtimaa ile nusu ya wanajumuiya walishiriki. Ikiwa wale walihudhuria ijtimaa hii, wengi wao wakileta mabadiliko mazuri ndani yao, mapinduzi ambayo yaliyotakiwa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasallam alitaka yalete ndani ya jumuiya. Mapinduzi haya yatapatikana na hawa watakuwa wasaidizi kuleta mapinduzi haya. Wengi nimesema kwa sababu wengine wanaokuwepo ambao hawapati athari sana, lakini wale ambao waliopata athari kwa sababu ina saa zangu na walijichunguza na waliniandikia barua, wao wanatakiwa wakumbuke kwamba ikiwa nyinyi hamendelei kufuata nasaha hizi, ikiwa idara mbalimbali za jumuiya haifuati na haiendelei kufuata nasaha hizi, basi katika hali hii imani hii iliyoonyeshwa itaendelea kupungua polepole. Basi idara za jumuiya zinatakiwa zikumbuke kwamba wale walioshiriki katika ijtimaa na kwa kupitia wale wote kupitia MTA wale wote walioangalia ijtimaa hii wanatakiwa kumbuke kwamba chuma kimelainika. Basi nyinyi mtumie nafasi hii nzuri ili muweze kuleta mabadiliko ndani ya tabia zenu. Nimesema kuhusu wale waliosikia kwa kupitia MTA, napata barua kutoka kwao. Wazazi wa watoto wengine wananiandikia maoni yao kwamba watoto wetu walisikia hutuba yako
na watoto wa miaka 11 waliona aibu kwa kusikia hutuba kwamba wana udhaifu ndani yao. Mama moja ameandika kwamba mtoto wangu aliposikiliza hutuba akafunika mdomo uso wake kwa mto, kwa sababu alisema kwamba mahazur ananikumbusha kuhusu nasaha na mimi nafanya mambo haya, labda hazur kwa kuniona katika TV anasema hivi, ndiyo maana nimefunika uso wangu. Hii ndiyo ni imani ambayo Mwenyezi Mungu ameweka ndani ya watoto wa wanajumuiya. Wao hawaanguki juu ya nisaha kama ni vipofu na mabubu, bali wanajitahidi kurekebisha hali yao na tabia zao. Wengine wamezima mobiles phone yao. Watoto wakati mwingine walikuwa wakifikiria kwamba baada ya kumaliza masomo yao shuleni, wakipata nafasi wataanza kucheza michezo ya aina mbalimbali au watafanya shughuli nyingine kwa kutumia simu yao ya mobile. Waliposikia nasaha zangu walisema kwamba hii yote ni ufedhuli, yani kucheza michezo juu ya simu ni ufedhuli. Hii ni michezo ambayo haileti afya nzuri, bali hii ni kwa kuleta ulevi wa aina fulani, inamghafilisha mtu. Lakini Huzur anasema hatuwezi kufurahi kwa sababu ya hii tu. Wale ambao ni wakubwa wanatakiwa waendelee kujichunguza hali yao, na kuna haja ya kuendelea na hali hii, yani waendelee kuchunguza amali zao. Vile vile wazazi pia wanatakiwa waendelee kuwakumbusha watoto wao kwa kudumu kwamba ikiwa nyinyi umeanza kufuata kazi nzuri au tabia nzuri, basi muendelee na hali hii, msipate athari ya mazingira au ya jamii. Kwa hiyo mkumbuke kwamba furaha hii ya muda si furaha kwetu. Furaha yetu na wema wetu na mapinduzi mazuri na mabadiliko mazuri ndani yetu, ikiwa hayaendelei katika maisha yetu, hatuwezi kukaa kwa utulivu mpaka sisi tujitahidi kuendelea na hali hii ya kujichunguza. Huzur anasema kama niliyosema wakati wa ijtimaa kwamba kupata maendeleo katika imani inamwongeza mwanadamu katika fikira zaidi na inampatia majukumu zaidi kuliko zamani, juu yake yeye mwenyewe na juu ya idara za jumuiya pia, na kwa jumla juu ya nidhamu ya jumuiya pia. Safari hii nimepata athari sana kwa sababu ya kuona hali ya kina mama. Kina mama walisikiliza hutuba yangu kwa makini sana. Kwa kawaida, kwa kuona hali ya kina mama, najitahidi kwamba nitoe hutuba dakika 40 au 45, lakini safari hii wakati wa ijtimaa ya kina mama nilitoa hutuba takriban saa 1:15, lakini hata mabinti wadogo pia na wengine wakubwa pia na kina mama wengine pia katika muda huu wote walisikiliza hutuba yangu kwa makini sana. Mwenyezi Mungu afanye kwamba nasaha zangu zilete athari juu yao, yani athari
और लजना की तंजीम ya इस बात पर खुश ना हो जाए milele ipatikane. इज्तिमा बड़ा अच्छा Kina mama wasifurahi kwamba heshima yao ilifanyika vizuri na sisi tumesifiwa, bali और मुसलसल wanatakiwa अमल के लिए इन बातों को waendelee kufuata nasaha zangu hizi nilizozitoa. अपने भी जायजे लें और मेंबरों के भी जायजे लें Wenye madaraka wajichunguze na wachunguze wanajumuiya pia, मददगार बन सकते हैं na katika hali hii wanaweza kuwa wasaidizi wa Sayyidina alayhi salatu wassalam. तभी हम Ndipo tunaweza उस जमाने में शुमार होने वाले tunaweza kuhesabiwa katika dhama हजरत ambayo kuhusu zama hii Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba कि मेरी उम्मत एक मुबारक umma wangu ni umma wenye baraka. कहेगा Haijulikani kwamba mwanzo wake ni yenye baraka au mwisho wake ni yenye baraka. दोनों जमाने अपनी अलग अलग शान रखने वाले हैं Yani zama zote mbili zinakuwa na shani ya Mwenyezi Mungu. ये आखिरी जमाना कौन सा Na zama ya mwisho ni zama gani? Kuhusu hii Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema पहले जमाने के साथ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो kwamba zama ya mwisho itafanana na zama ya mwanzo. जमाना जो आखिरी Zama ambayo ni zama ya mwisho ये आखरीन का जमाना ni zama ya watu wa akharin ambayo hali yake imeelezwa katika Qur'an tukufu. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के Katika dhama hii ya mwisho के सादिक और गुलाम सादिक ने ashiki wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ilitabiriwa aje na aunganishi watu wa akharin na watu wa kwanza, सुरैया से वापस लाना na ataleta imani kutoka kilimia सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बादशाहत को na दुनिया पर कायम करना था atathibitisha ufalme wa Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya dunia. Si mradi wake kwamba nauzubillah मुकाम के लिहाज से kwamba sawa na daraja है वो बराबर होगा kwamba Mahdi atakapokuja atakuwa sawa sawa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, पहचान मुश्किल हो जाएगी कि ये बेहतर है या वो बेहतर au na itakuwa ngumu kutambua kwamba nani ni bora. है एक आका है Moja ni kiongoni na mwingine ni mtumishi. हजरत Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema तरह मैंने अपने ज़माने में हदायत की रोशनी दुनिया में फैलाई nuru ya mwongozo मेरे ज़माने के बाद niliyosambaza जिसका duniani baada ya giza, na hali yake inapatikana katika hadithi moja ya Muslim. ये है कि हज़रत इमरान बयान Imran anasimulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema कि बेहतर लोग मेरे ज़माने के हैं watu wa zama yangu ni watu wazuri. इमरान कहते हैं कि मुझे याद नहीं कि आप Imran alisema hayo mara mbili mara tatu, kisha alisema इन लोगों baada ya watu hawa watapatikana watu wengine ambao watatoa ushahidi bila kuitwa kwa ajili ya ushahidi, की दीनदारी wataacha dini नजरें मानकर पूरी na hawatatimiza nadhiri yao, पाबंद नहीं hawatatimiza ahadi zao, काम की वजह से na watakuwa na starehe, na kwa sababu ya hii watanena sana. बस ऐसे लोगों के बाद Baada ya watu hawa, फिर जैसा कि दूसरी हदीसों में इससे भी साबित है kama inapatikana katika hadithi zingine, वसल्लम की इस इरशाद से भी na पता चलता है kauli hii Mtume saa salam pia inaonyesha kwamba itakuja zama ऊपर से अंधेरों के बादल छटने का giza itaondoka, जिसमें आखरीन में मबूस होने वाले होने वाला मसीह na masihi na Imam Mahdi atakuja ताईद और नुसरत के साथ kwa msaada wa Mwenyezi Mungu, चलेगा रोशनी के मीनार na kwa msaada wa Mwenyezi Mungu watajenga minara ya nuru ya mwongozo kila mahali, जगह जगह और हर तरीक से राय हदायत के फैलाने के सामान करता है na ataendelea kusambaza हज़रत मसीह मौद अलैहि mwongozo. Sayyidina alayhi salatu wassalam amesema जो दीन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल dini ambayo ilikamilika juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए neema ya mwongozo ambayo ilikamilika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. जबकि ज़राए और वसाए Katika zama hii, wakati करीब लाकर जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि ग्लोबल विलेज wakati राब्तों mitambo ya kisasa काम कुराए अर्ज
inapatikana na dunia imekuwa kama ni global village. इस जमाने में Katika zama hii हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी हुई कामिल हिदायत mwongozo ulioshuka juu ya mtume sallallahu alaihi wasallam, mwongozo ule unaenezwa katika zama hii. मील हिदायत का जमाना था। Zama ya mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa zama ya kukamilika kwa mwongozo, na katika wakati wa Imam Mahdi alayhi salatu wasalam mwongozo huu utasambazwa kwa kikamilifu. आखिरी जमाना, दोनों जमाने इसलिए मुबारक Zama zote mbili ni yenye baraka kwa sababu zama hizi zote mbili zinamhusu mtume sallallahu alaihi wasallam. हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से मंसूब होते Sisi ambao tunajihusisha na tunajinasibisha na Sinam alayhi salatu wasalam tumepewa jukumu kubwa sana la kueneza na kusambaza इसी सूरत में हो सकती है mafundisho ya Islam, अपनी हिदायत के समान na hii kazi inaweza kufanyika wakati sisi wenyewe tutakapoongoka, की तजदीद करते हुए tutakapojadidisha ahadi zetu, लोगों को देखने वाले हों। na tutaangalia मील हिदायत के बाद सहाबा mifano ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और कुरून उला के मुसलमानों ने अपने आप को na Waislamu wa wakati huo ambao walifuata अपने कौल mafundisho ya Qur'ani tukufu na ya Islam, na walionyesha ने देखकर jambo hili kwa maneno yao na kwa vitendo vyao, उनके आला अखलाक देखकर एक जमाना उनका गर्वित na kwa kuona hulka zao, tabia nzuri zao, watu walivutika sana. जगह फरमाते हैं Sinam alayhi salatu wasalam anasema kwamba shutuma hii inayoletwa dhidi ya Islam kwamba ilienezwa na kwa kutumia upanga, angalieni katika China upanga gani ulitumika, au wanajeshi gani walienda, वहाँ कौन से मुसलमान तलवारें लेकर Waislamu gani walienda kule kwa ajili ya kutumia upanga. फरमाए Amesema kwamba और मुबल्लिगीन wa और मुख्तलिफ wenye biashara na wabashiri na wasahaba ambao walikuwa wakifanya kazi ya aina mbalimbali, ताबईन जो थे na Waislamu wa मुसलमानों ने wakati huo इस्लाम का पैगाम wao walieneza ujumbe wa Islam katika China, और इस तरह पहुंचाया था na walifikisha namna gani wale wenye biashara na watu wengine walipokwenda kule, अपनी पाक तालीम का इजहार किया walio और उसके जरिए से वो इस्लाम kwa kuonyesha vitendo vyao और आज चीन में walipeleka Islam kule, मुसलमान बस रहे na Islam ilisambazwa, na tunaona siku hizi Waislamu wengi wanaishi katika China. अपनी हालतों को देखने की जरूरत है। मुस्तकिल मिजाजी के साथ Basi kuna haja जिम्मेदारियों को समझ kujichunguza vitendo vyetu na kuelewa majukumu yetu ni nini, ने इस्लाम का पैगाम na namna gani tutaeneza Islam duniani. मिसाल ली है तो जिक्र कर दूं। Imetolewa mfano wa China. Nieleze kwamba siku hizi katika China तबलीग करके kule, kwa bahati mbaya, मसीह मोहम्मदी का पैगाम पहुंचाना si rahisi kupeleka na kusambaza ujumbe wa इशाअत Masihi aliahidiwa alayhi salatu wassalam, है अल्लाह ताला lakini kwa sababu zama hii ni zama ya kufikisha na kueneza इस पैगाम पहुंचाना ujumbe wa Islam. कि जहां Kwa hiyo जर्मन जमात को Germany Jamaat शरीयत और हकीकी इस्लाम का पैगाम जर्मनी ambayo inaeneza इशाअत ujumbe wa Ahmadiyya katika nchi ya Germany, jumuiya hii kwa kutumia mitambo ya siku hizi kule, jumuiya hii ilipanga maonyesho, na kwa kupitia maonyesho चीन जाकर नुमाइश में हिस्सा ले ujumbe wa jumuiya ulifika, और लिटरेचर का स्टॉल लगाकर na kule kwa kupanga maonyesho तक पहुंचाने का मौका ilipatikana nafasi ya kueneza ujumbe na kuwapatia literature ya jumuiya, na kwa sababu ya hii njia mpya zinafunguliwa. लिटरेचर मुहैया ना हो Ikiwa tusingekuwa na literature katika lugha ya Kichina, इसका भी पहले से basi kazi hii ingekuwa ngumu, lakini Mwenyezi Mungu alifanya mpango huu tangu zamani. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu ni chini desk ambayo inafanya kazi yake vizuri, तो
bana usman chini saheb ni msimamizi wake. और कुरान करीम भी और kurani tukufu na बाकी लिटरेचर, literature ingine, vitabu vingine pia vinachapishwa. जैसा कि मैंने कहा जर्मनी Kama niliyosema kwamba jumuiya ya Germany kwa fadhila za Mwenyezi Mungu ilipata nafasi hii ya kupeleka ujumbe kule. दुनिया के दूर दराज Vile vile katika nchi mbalimbali za dunia की अपनी ज़ुबान कुरान करीम ambapo और दूसरा लिटरेचर पहुंचाने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। Mwenyezi Mungu anatupatia nafasi ya kufikisha ujumbe katika lugha yao, na hii ni dalili kwamba dhama hii ni yenye baraka, kwamba namna gani ujumbe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam unafika kila pembe ya dunia, na wenye baraka ni wale ambao हिदायत में हिस्सा ले wanashiriki katika kazi hii ya सल्लल्लाहु अलैहि kupeleka ujumbe, की खुशनुदी से हिस्सा पा na wao watapata ridhaa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, और की तजदीद करने की कोशिश कर रहे हैं। na wanajadilisha dhama ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. हर अहमदी को समझने की Basi kila mwanajumuiya anatakiwa alielewe jambo hili, जज्बात का इजहार काफी नहीं है। si kwamba anaeleza imani yake kwa muda bali अपने फजल से जो मौके अता nafasi anayotupatia Mwenyezi Mungu, खास फजल इलाही समझ kwa kuelewa kwamba hii ni fadhila na baraka ya Mwenyezi Mungu, inatakiwa tuchukue faida katika hii, इसके लिए अतुल मकतूल को na kwa ajili ya hii inatakiwa juhudi pia lifanyike. बताया कि चीन Kama nilivyosema kwamba jumuiya ya Germany ilipeleka na ujumbe China, मुल्क की हैं, इनमें भी ये मौका मिल रहा है। बस इस फजल इलाही को basi fadhila hii करने की कोशिश za Mwenyezi Mungu mujitahidi kupata na kupokea. या अगर चंद सौ की भी तवज्जो थी Ikiwa watu mamia au kadhaa इज्तिमा के बाद walikuwa wakifanya kazi hii, na kama baada ya ijtimaa mnaeleza hali yenu na maoni yenu, अपने पाक नमूनों watu maelfu अपने नेक अमलों kwa sababu ya अपने vitendo vyao vizuri na kwa sababu ya mifano में हिस्सेदार बने। yao mizuri उन मुबारक लोगों wawe sehemu ya mapinduzi haya, आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम na wawe wenye baraka, wawe pamoja na wale wenye baraka ambao walipata bishara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba watapatikana katika dhama ya mwisho. मसीह अलैहिस्सलाम के मकसद को पूरा करने Ni hawa ambao wanaweza kutimiza lengo la Sinam alayhi salatu wassalam. आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आपकी उम्मत के बारे में Mwenyezi Mungu खबरियां अता फरमाई, alimbashiria Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu umma wake, खुशखबरियां अता फरमाई थी। na bishara ambazo उन खुशखबरियों में zilizopatikana, एक खिलाफत की खुशखबरी, miongoni mwa bishara hii moja ni bishara ya ukhalifa. हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आपकी उम्मत के बारे में जो इस खिलाफत की खुशखबरी अता फरमाई, Mwenyezi Mungu alimbashiria Mtume sallallahu alaihi wasallam bishara ya ukhalifa. Msingi wa bishara hii ni uhalifa, या यूं कह लें कि वो मरकज़ी खुशखबरी, वो बुनियादी अहमियत की चीज़ जिस पर उम्मत की jambo la msingi वो खिलाफत ambalo maendeleo तरक्की का मदार ya Islam inapatikana, jambo lile ni uhalifa. को करार दिया था। और उसके बाद फिर इज़हार सां Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa bishara ya ukhalifa wa kwanza, और का आपने जिक्र फरमाया kisha baada ya kupita miaka 1000 alitoa bishara ya ukhalifa mwingine. और दिल में तंगी महसूस करेंगे, Wakati एक अंधेरा ज़माना होगा, watu watakapoishi kwa muda mrefu katika giza, kisha wakati utakuja rehema ya Mwenyezi Mungu itashuka tena, Mwenyezi Mungu atawarehemu waja wake को अल्लाह ताला ख़त्म फरमाएगा। na dhulma itaondolewa, खिलाफत अला मिनहाज नबूवत का kisha ukhalifa utapatikana katika njia ya unabii, na hii ukhalifa huu tena utaendelea. ये जो खैर उम्मत बनाया है, Umma wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mbora मुख्तलिफ wa umma. मुसलमान उलमा और तंजीमों की तरफ से वक्त Tafsiri yake inatolewa na maulama mara kwa mara खिलाफत का क़याम हो। kwamba ये इसलिए है कि ये सब जानते हैं uhalifa upatikane खिलाफत के बगैर kwa sababu hawa wanajua kwamba
umma hawezi kubaki bila uhalifa, lakini wao wamefunga macho yao, अल्लाह ताला के hawaoni, फरिश्तादे को मानने को तैयार हैं। hawapo tayari kumpokea mjumbe wa Mwenyezi Mungu, खिलाफत अल्लाह मिन हज नबूवत का क़याम na kwa ajili yake uhalifa huu ulipatikana. और हदीस जो है इस बात की तायद फरमा Qur'an tukufu na hadithi pia inasaidia उम्मत की बका kwamba maisha ya umma में से जुल्मों का खात्मा na kuondolewa kwa dhulma na kuondolewa kwa giza inataka nidhamu ताला ने मसीह ambayo और महदी माऊद के जरिए शुरू फरमा ilianzishwa kwa kumpitia Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. Siku hizi kila nchi ya Waislamu मुसलमान मुल्क की अंदरूनी हालत na hali ya nchi ile इस बात कर ऐलान कर inatangaza sawa na hali yake kwamba और गौर करो कि क्या हो रहा angalieni mnafanyiwa nini, kwa nini hii inafanyiwa, kwa nini mnafanyiwa hivi. Muitikie Mwenyezi Mungu na mjumbe wake. है उसकी तरफ आओ। Katika hii तुम्हारे ni usalama wa mambo yenu yote लोगों के अंदर की बेचैनियों का na usalama wa तुम्हारे hali ya nchi yenu. मुल्कों की दौलत पर ताकतवर कौमों की Mali ya ललचाई हुई नजरों nchi yenu, nchi tajiri inataka kunyang'anya, अल्लाह ताला के आए हुए मसीह और महदी को मानो na dawa yake ni moja tu, kwamba mpokee imamu wa zama hii. और यही पैगाम जर्मनी के लिए भी है, यूरोप के लिए भी है, एशिया के लिए Na ujumbe huu ni kwa ajili ya Germany na Ulaya na kwa ajili ya Asia na kwa ajili ya nchi zingine za dunia, मुसलमान मुल्कों को खास तौर पर lakini hasusan nchi za Waislamu. Ujumbe ni kwamba खुदा और उसका रसूल तुम्हें बुला रहे हैं, उस तरफ आओ। mahali ambapo Mwenyezi Mungu na mjumbe wake महदी ana waiteni njoni kule na mpokeni imamu wa zama hii. Ikiwa rehema ya Mwenyezi Mungu imeshuka juu yenu, जोश के तहत na जो अपने प्यारे को मबूस फरमाया na kwa sababu ya rehema hii ameleta mjumbe wake, nyinyi muwe wasaidizi wake, na katika hii ni heri yenu. बावजूद इसके Wanajumuia pamoja na hii kwamba आने से अक्सर मुसलमान ममालिक में जुल्मों का kwamba wanadhulumiwa katika nchi za Waislamu kwa sababu ya kupeleka ujumbe wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. Wanaendelea kupeleka ujumbe huu. ये पैगाम हजरत सल्लल्लाहु Kwa hakika ujumbe huu ni ujumbe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili wengi wa umma wa Mtume sallallahu alaihi wasallam waingie pamoja na wale ambao kwa kupata zama ya mwisho wawe pamoja na wale watu watakaokuwa na baraka. हिंदी का फर्ज भी Basi hili ni jukumu la kila mwanajumuiya kwamba aeneze ujumbe huu. मैं अक्सर कहता रहता Kama na wahi kusema mara kwa mara kwamba pamoja na hii tunatakiwa tuendelee tujichunguze. Sisi tunajiita wanajumuiya, miongoni mwetu ni wangapi ambao katika masaa 24 au mara moja katika wiki au mara moja kwa mwezi गहरा गौर करने की कोशिश wanafikiria kuhusu hii सलाम की तरफ मंसूब हो huu kwamba अगर हम अपने आप को मंसूब mimi kwamba sisi tunajinasibisha na Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. फिर मंसूब होते हुए Kwa kujinasibisha sisi tumepewa majukumu gani? कभी गौर किया Je, mmefikiria kuhusu hii? हमारी इबादतों के मयार क्या होने चाहिए, Sisi tunatakiwa tufanye ibada ya aina gani? अखलाक के मयार Tunatakiwa tuwe na hulka za aina gani? Sisi और फख्र से बता tunapodai na tunasema kwamba sisi ndani yetu हाज नबूवत कायम uhalifa unapatikana. तो उसकी मदद करने के लिए Kwa ajili ya kusaidia uhalifa huu sisi tunafanya nini? Kazi gani tunafanya? Basi inatakiwa अल्लाह के रहम ने kila mmoja afikirie kuhusu hii. Ikiwa rehema ya Mwenyezi Mungu imeshuka हम जैसा अजीम इंसान na और हजरत Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam हमारी इस्लाह के लिए भेजा amekuja kwa ajili ya kurekebisha hali yetu, किताब फरमाई है na Mwenyezi Mungu कि हम उसकी बैत कर na ametujalia kwamba tumefanya baiati yake. इस अजीम इंसान की बैत कर लेने Je, kujiunga naye inatosha? जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
wakati mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kwamba katika zama ya mwisho kama ni yenye baraka kama zama yangu, mradi wake ilikuwa hii kwamba इनकलाब के लाने का wafuasi wa imamadhi wataleta mapinduzi makubwa, mapinduzi ambayo kwa ajili yake Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasallam amekuja, बनेंगे, जिस तगय्युर के लाने के लिए मसीह मौद अलैहिस्सलाम na wafuasi wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasallam wataleta mabadiliko duniani kwa ajili ya mabadiliko ambayo kwa ajili yake Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasallam alikuja. बस आज हर अहमदी का काम Basi leo ni jukumu la kila mwanajumuiya kwamba kwa kuleta mapinduzi haya afanye kazi अजीम तगय्युर लाने में kwa kuleta mabadiliko duniani, दुनिया को जन्नत बनाने में afanye अपना किरदार अदा, kazi yake na atoe और इसके लिए हमें atimize majukumu yake. उसके अहकामात पर गौर करना होगा। Tunatakiwa tuchunguze mafundisho na amri zote za Qur'ani tukufu, जिससे इनकलाब पैदा होते हैं, जिससे तगय्युर mambo ambayo yanaleta mapinduzi, दुनिया भी जन्नत, mambo ambayo kwa kufuata dunia inakuwa pepo. दुनिया हमारे पीछे आएगी। Tukifuata mapinduzi masomo haya ya Qur'ani tukufu, basi dunia itatufuata sisi pia. Siku hizi sisi ni wadhaifu, जुल्मों को kila mahali sisi tunadhulumiwa. जब अपनी बैत की हकीकत को जानते हुए Sisi kwa kuelewa maana ya bayati yetu, हम उठेंगे, tutakapofanya kazi, इन लोगों को तौफीक ना मिली तो ikiwa hawa watu hawakuweza kujiunga na jumuiya, lakini vizazi vyao vitaona fahari kwa kujiunga na Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, को basi kauli yenu na amali zenu हर अहमदी को कोशिश करनी चाहिए। mnatakiwa mufanye sawa na ahadi ya bayati yenu. में दुनिया की रंगीनियों में गायब ना हो, Katika nchi hizi msijizame katika dunia. समझते हैं कि इज्तिमा Ikiwa nyinyi mnaona kwamba mikutano na ijtimaa inaleta athari katika maisha yenu, आरजी न basi msifanye kwamba athari hii iwe kwa muda, इन्हें जिंदगी में bali inatakiwa iwe sehemu ya maisha yenu. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, katika jumuiya kuna watu खुद को समझते ambao wanaelewa jambo hili हैं, अपने नफ्स की कुर्बानियां भी na wanajitolea, को समझ कर करते हैं। na kwa kuelewa hii wanafanya hivi, मर्दों में भी हैं, na wanapatikana katika kina baba na kina mama. वाकई ने नौजवानों की फिक्र Nilikuwa nikiwa na fikira sana kuhusu wakfi neno, kwa sababu walikuwa hawajui wakfi neno ni nini. जवान हो गए हैं, समझते थे जो जामिया में चले गए वही वाकई Wao walikuwa wakifikiria kwamba watasoma katika Jamia Ahmadiyya, अपने काम शुरू कर दिए। na wengine walianza kufanya kazi yao, na baadhi wakati ilikuwa haijulikani wakfi neno ameenda wapi. नौ का नाम हमें मिल गया, Wao wengine walifikiria kama tumepata jina la wakfi neno basi inatosha kwetu, lakini sasa यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो हैं wanafunzi ambao wanasoma chuoni, tukiwauliza wao wanasema kwamba ये तालीम mafundisho haya मरकज से पूछ कर हासिल कर रहे tunasoma kwa हैं। करने के बाद kwa kupata mwelekezo kutoka kwako, na baada ya kumaliza masomo yetu sisi tutakuwa tayari inshallah kwa ajili ya kuitumikia jumuiya. Na hii ni kwa fadhila na rehema ya Mwenyezi Mungu kwamba kukaa na kuishi katika mazingira haya कामों से wanajizuia पाक रखने की कोशिश, wanajizuia kufanya maovu ya और ये लोग kila aina. कोशिश करते भी हैं। माली कुर्बानी का सवाल है। Ikiwa ni swali la kutoa mali, jana mwanamke mmoja एक ढेर सोने के जेवरात को मुझे देख alinipatia rundu moja ya dhahabu yake, जमात को देने का है, na alisema kwamba ameahidi kwamba atatoa katika jumuiya. Kwa hiyo hii ni haramu kwangu, pamoja na hii kwamba mimi nilimwambia kwamba uweke kiasi fulani kwa ajili yako, lakini yeye akasema kwamba ahadi ambayo nilifanya na Mwenyezi Mungu पूरा करने से msinizuie kwa kutimiza ahadi yangu hii. बस ये इनकलाब Basi mapinduzi haya है जो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने ni अपनी जमात के अफराद में पैदा किए ni ambayo Sinama alayhi salatu wassalam alileta ndani ya wanajumuiya, करने में भी खुशबू खुजू दिखाने वाले kwamba watu hawa शरीयत के दूसरे अहकाम wanafanya ibada ya Mwenyezi Mungu, चाहे वो
vizuri na wanatimiza majukumu mengine pia, wawe majukumu ya biashara au mambo ya nyumbani, ili nyumbani au na jamii na mazingira yawe kama pepo. Katika zama hii wakati नफसी का dunia नेकियों का जारी करना imependwa और उन्हें जारी रखना sana, अल्लाह ताला से इस्तिकामत की दुआ katika hali hii kuendelea na ibada na kufanya vyema inaleta ridhaa ya Mwenyezi Mungu na inavuta baraka ya Mwenyezi Mungu. Kama nilisema kwamba watu wa aina hii wanapatikana, lakini watu wa aina hii wanatakiwa wapatikane kwa wingi sana, ili पूरा माहौल हमारा और mazingira yetu yote अल्लाह ताला की जन्नतों का वारिस yaonekane pepo ya Mwenyezi Mungu दुनिया में भी katika dunia hii na katika akhira pia vile vile. और मसीह मौद के ज़माने के लिए तो अल्लाह ताला ने वैसे भी Na kuhusu zama ya Sinama alayhi salatu wassalam, Mwenyezi Mungu amesema kwamba pepo italetwa karibu, kama anasema Mwenyezi Mungu katika Qur'an tukufu, wa izal jannatu uzlifat. और जब जन्नत Wakati pepo itakapoletwa karibu, basi ni wenye bahati nzuri ni wale ambao kwa kujiunga na Sinama alayhi salatu wassalam wanapata faida katika pepo hii iliyoletwa karibu, हम हैं उन लोगों के लिए na ni कि इस इनाम yenye से फ़ायदा नहीं उठा रहे। lakini ni waswasi kuhusu wale ambao hawapati faida katika neema hii. Sayyidina alayhi salatu wasallam amesema kwamba Mwenyezi Mungu hakusema एक किस्म kwamba करने से तुम kwa kufanya मुकम्मल रज़ा के हकदार wema mmoja mtu ataingia peponi, तमाम नेकियों को बुझा लाने की bali mtu kuna haja ya kuzingatia wema wote अल्लाह ताला के प्यार की ili mapenzi ya Mwenyezi Mungu नज़र तुम पर पड़े। yapatikane. हमें अल्लाह ताला के प्यार की नज़र हासिल करने Basi kwa ajili ya kupata mapenzi ya Mwenyezi Mungu tunatakiwa नज़र tuzingatie amali zetu zote, अल्लाह ताला की रहमत से जो जन्नत हमारे करीब कर दी गई na pepo ambayo imeletwa karibu yetu tuweze kupata pepo hii. इस ज़माने के इमाम को माना Tumempokea imamu wa dhama hii जिसने हमें ambaye तकवा पर चलना ametuonyesha njia za uchamungu और हुकूकुल इबादत na ametufundisha बेइंतहा तो jinsi ya kutimiza haki ya Mwenyezi Mungu na haki za watu wake. कि तुम वली Na amesema kwamba nyinyi muwe walii na pir, msiwaabudu walii na pir. को इस्तेज़ा का निशाना बनाया हुआ। Hawa mawalii siku hizi wamefanya dini kama ni mzaha. अब देख लें बहुत बड़ी बात है कि वली Angalieni, Sayyidina alayhi salatu wasallam amesema nyinyi wenyewe muwe walii na mapir, yani kila mwanajumuiya anatakiwa awe walii wa Mwenyezi Mungu, lakini si kama का निशाना बना mapir wa siku hizi ambao wamefanya dini hii kuwa mzaha kwa wengine, जन्नत का लालच दे kwa kuwaelekeza watu katika njia mbaya, wanafanya mzaha na dini hii. Halifa mtukufu wa pili anasema kwamba halifa wa kwanza alikuwa akisema बहन kwamba किसी पीर की मुरीद dada yake moja alikuwa mfuasi wa pir fulani. Halifa wa kwanza akamwambia dada yake kwamba uwe na hofu ya Mwenyezi Mungu, uelewe na uboreshe dunia yako na akhira yake na ujiunge na jumuiya. Yule dada yake akasema kwamba mimi sina haja ya kujiunga na jumuiya, मैंने फलां पीर साहब की बैत mimi nimeshafanya bayati ya pir fulani, yeye ni pir mzuri sana. उन्होंने मुझे कह Yeye pir ameniambia kwamba नेकियां करने huna haja ya kufanya wema ya aina yoyote, wewe ni mfuasi wangu mkweli, ufanye unayotaka unayopenda yoyote, haina haja ya kuogopa. तुम्हारे सब गुनाह Dhambi zako zote sisi tumebeba, गोया कफारे का नजरिया सिर्फ ईसाइयों में नहीं है। kwamba इन मुसलमान पीरों ने kafara haipatikani katika Wakristo, bali Waislamu hawa pia wanaamini kafara. बहरहाल हज़रत खलीफा Halifa mtukufu wa kwanza anasema kwamba nilimwambia dada yangu kwamba दोबारा umuulize mpiri wako क़यामत के दिन kwamba siku ya Kiyama, wakati kila mmoja atakapoulizwa kuhusu vitendo vyake, जूतियां पड़नी हैं। na kwa sababu ya dhambi atapigwa. अब आपने कभी सोचा है पीर Pir sab, je, wewe umefikiria kwamba umebeba dhambi ya wafuasi wako, wewe utapigwa kiasi gani? साहब वो कहने लगी कि मैं तुमको Yule dada yake akasema mimi nitamuuliza lazima pir wangu. मिलने आई। Alipoenda साहब ने फरमाया
ये क्या पीर साहब सवाल पूछे yeye alipoenda tena kukutana na halifa wa kwanza akamuuliza je ulimuuliza piri yako swali langu akasema ndiyo nilimuuliza na swali ambayo uliona ni swali kubwa sana nilimuuliza piri yangu सवाल मेरे सवाल पर na mimi nilipomuuliza piri yangu akasema kwamba malaika watakapokuuliza kwamba kwa nini ulifanya dhambi fulani na fulani useme basi mimi sijui huyu ni pir saheb ambaye amesimama hapa yeye aliniambia kwamba ufanye unayotaka hutaulizwa पीर साहब खड़े हैं इनसे huyu pir saheb amesimama basi mnaweza kumuuliza yeye और इस पर वो तुम्हें छोड़ देंगे तुम्हारी तरफ से pir saheb akasema kwamba ukisema hivi malaika watakuacha basi katika hali ukimbie na uingie peponi mara moja बाकी रह गया मेरा मामला hii kama ni कहते हैं मेरा मामला जहाँ तक kama ni jambo langu mimi malaika watakaponiuliza mimi nitawaonyesha macho yangu mekundu करबला में हमारे नाना kwamba इमाम हुसैन ने जो babu yetu alitoa dhabihu kubwa sana katika Karbala sasa kwa nini mnatusumbua leo hapa watu walitusumbua sana duniani na hapa sasa sisi tumekuja nini mnatusumbua हमारे अमाल के बारे में पूछा na mnatuuliza kuhusu vitendo vyetu kwamba sisi tumefanya vyema la kwa kusikia hii malaika wataona haya na wataenda pembeni na sisi tutaingia peponi ये है आजकल के पीरों का हाल tutaingia peponi kwa fahari sana hii ndiyo ni hali ya mapiri wa siku hizi कि जन्नत में देने वाले बगैर ambao wanatoa pepo bila kufanya vitendo vya aina vyoyote hawaingizi kwenye pepo bali wanaingiza kwenye moto पीरों खुद भी दो में गिरने वाले हैं wao wataingia motoni wenyewe na watawaingiza wafuasi wao pia motoni हकीकत में जो जन्नत इस मुबारक ज़माने में kwa hakika pepo इंसानों के करीब की iliyoletwa karibu katika dhama hii ni pepo ile मसीह मौद ambayo njia zake alituonyesha sayyidina alayhi salatu wassalam कुरान और हदीस की खूबसूरत वजाहत करके kwa kueleza tafsiri ya Qur'an tukufu na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam alitukumbusha kwamba tufanye vitendo vizuri खत्म करके na aliondoa bid'a सर्व na maui ya kila aina kwa kufanya hii alituonyesha njia zile za kwenda peponi जाने की है जिस तरह जन्नत करीब की गई जहाँ तक पीरों का जिक्र है ये सब उस जमाने के पीरों का नहीं जैसा कि मैंने कहा ikiwa ni swali la mapiri si mapiri wa wakati ule tu कि आजकल भी यही हाल है bali siku hizi pia hali hii inapatikana पाकिस्तान में भी katika Pakistan India bali nchi zingine za waislamu जाहिल लोगों का तो जो है वो है ही सिर्फ जाहिलों का नहीं बल्कि पढ़े लिखे लोगों का भी है majahili आपको पढ़ा लिखा na wale ambao wanajiita masomi लीडर भी हैं हमारे और सियासतदान miongoni mwao ni viongozi na wanasiasa pia पढ़ेंगे ना कुरान hawasomi Qur'an tukufu wala hawaswali swala और उनकी दुआओं को ही अपने लिए na wao wanaona kwamba maombi ya mapiri yao करते हैं इस तरह करीब yanatosha और मिलने ikiwa pepo itapatikana kwa kufanya hivi basi katika hali hii hakuna haja ya amri za na mafundisho ya Qur'an tukufu बड़े खुशकिस्मत हैं basi sisi ni wenye bahati nzuri ambao tumepokea imamu wa zama hii na tumejua uhakika wa pepo ni nini खुदा ताला की रजा na tumejua namna ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu कई लोग मुझे दुआ के watu wengi wananiandikia kuhusu dua कि तुम नमाजों wanapoulizwa kwamba je mnaswali swala tano तो मैं तो यही जवाब दिया करता हूँ कि पहले खुद nilikuwa nawaambia wote kwamba kwanza nyinyi mufanye maombi na kwa kufanya hivi munisaidie katika maombi मरतबा na hii ndiyo ni sawa na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alituonyesha safari moja sahabi moja ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दुआ के लिए alimwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba amwombee Mtume sallallahu akasema nitakuombea lakini wewe pia unisaidie kwa maombi yako जो एक मुसलमान मुआशरे का होना basi mfano huu ambao unatakiwa uwe इस्लाह करो mfano wa Waislamu kwamba और जिस mfanye maombi kwa ajili yenu na murekebishe hali zenu भी अपनी दुआओं के जरिए na ikiwa mnamwambia mtu kwa ajili ya maombi nyinyi pia mumsaidie kwa kufanya maombi na maombi yanaweza kupokelewa yale tu ambayo सुन्नत पर अमल करते हुए yanaombwa kwa kufuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na yanayofanywa kwa
kupitia nasaha za mtume saa salam. दीन की बर्तरी के लिए दुआ को तरजीह देनी चाहिए। Kwa tunatakiwa tutangulize dua ya kwa ajili ya maendeleo ya dini. तो फिर वो अजीम इनकलाब भी पैदा होगा। Tukifanya ये अल्लाह ताला maombi kwa kufanya hivi, basi mapinduzi yatapatikana, दुनिया में भेजा, yale mapinduzi ambayo जन्नत इंसान के करीब कर दी। yalipatikana kwa baada ya kuja kwa imamu wa zama hii, na pepo ililetwa karibu. Basi kila mwanajumuiya anatakiwa इस नहज पर afuate na afanye hivi. हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के Sinam इक़्तिबास पेश nasoma sasa maandiko ya Sinam alayhi salatu wassalam. सच के Anasema kwa kweli kwamba dini haiwezi kujumuika pamoja na dunia. शक हो सकती है। Ndiyo inaweza kuwa kama ni mtumishi wa dini, lakini si kama shirk. कभी नहीं सुना Haikutokea kwamba yule ambaye anakuwa rafiki wa Mwenyezi Mungu, yeye kisha anawaomba watu wengine, Mwenyezi Mungu anarehemu hata vizazi vyake. Basi ikiwa hali ni hii, kwa nini watu wanashindana? हमारी जमात Katika majumuiya yangu wahesabiwe wale tu ambao sawa na bayeti yao wanatanguliza dini juu ya dunia. Basi yule ambaye kwa ताला की तरफ kutimiza bayeti yake anamwelekea Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu anampatia nguvu. Amesema देखकर kwa kuona hali ya masahaba tunapata furaha kwamba namna gani Mwenyezi Mungu aliwatakasa. Angaliani Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu kwamba baada ya kusilimu alileta mabadiliko gani ndani yake. क्या खबर है Vile vile हमारी जमात में वो कौन से लोग hatujui kwamba katika jumuiya yetu ni kina nani वैसे ही नशो ambao watakuwa na hali kama maswahaba. Mwenyezi Mungu ni alimul ghaib. Ikiwa watu wa aina hii hawapatikani ambao सिलसिला wanaweza kutengeneza jumuiya, basi silsila hii haiwezi kuendelea. Kumbukeni, jumuiya ambayo haielekei Mwenyezi Mungu haina haja ya jumuiya ya aina hii. ताला उस पर राजी हो जावे और रूहुल कुदस से उसकी तायद करे, ये बातें पैदा नहीं हो Mambo haya hayawezi kupatikana mpaka mtu ajitolee अमल हो। na mpaka afuate mambo haya. Amesema ama man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa anil hawa innal jannata hiya al-mawa, और वो जो yani wale रब के मर्तबे से खाली ambao wanamwogopa Mwenyezi Mungu हवस से रोक na wanajizuia nafsi zao katika maovu, bila shaka pepo inakuwa makao yao. आया, इससे मालूम होता है कि वो बहिश्ती जिंदगी किसी दुनिया से Hii inaonyesha kwamba maisha ya pepo inaanza katika dunia hii. फरमाया कि सूफियों ने जो फना Amesema फास जिस मुकाम sufia फास से जिस मुकाम को ताबीर किया है वो यही ambao wame कि नहर नफ्स sema kwamba mtu ajizame अपने नफ्स को हवस से रोको। katika dini, mradi wake ni kwamba azuie nafsi yake katika maovu. इसलिए कहता हूँ Amesema Sayyidina alayhi salatu wasallam, nasema hayo mara kwa mara kwamba Mwenyezi Mungu ametaka kuleta jumuiya hii. Lengo lake ni kwamba maarifa ambayo ilipotea duniani na ucha Mungu ambao ulipotea upatikane tena duniani. आमतौर पर तकबर दुनिया में फैला हुआ है। Kibri imeenea sana duniani इल्म की शेखी और तकबर में na maulamaa wana kibri ya elimu yao, उनकी भी हालत और ही किस्म की हो रही na wengine pia wana है। उनको इस्लाह नफ्स से कोई काम ही नहीं, wengine pia hawajali kuhusu kurekebisha nafsi zao. जिस्म तक महदूद, Lengo lao ni mwili tu, ndio maana कुछ और ही किस्म ibada yao pia ni ya aina ya tofauti, किस्म हैं, जैसे जिक्र वगैरह, जिनका चश्मा नबूवत से पता नहीं चलता, ambayo msingi wake haupatikani katika साबित नहीं होती, chemchem ya unabii. पता नहीं चलता। फरमाया मैं देखता हूँ Amesema kwamba कि तो जो ही hawajali kuhusu जिस्म ही जिस्म kutakasa mioyo yao, रूहानियत का कोई नामो bali ni miili tu, haina imani ndani yake, और ना कोई हकीकी नूर मार्फत का बख्श सकते हैं। wala hawezi kutoa nuru ya maarifa, डब्बी तरीक जैसा कि करने का था वो बिल्कुल na wameacha njia iliyotakiwa ifuatwe. कि वो अहद नबूवत Mwenyezi Mungu anataka kwamba hali ile फिर कायम हो और इस ya uchamungu upatikane. Basi Mwenyezi Mungu ametaka hii kwa kupitia jumuiya hii. बस फर्ज है कि Basi ni lazima kwamba जो करो muzingatie
kurekebisha hali zenu na kurekebisha hali ambayo mtume saa salam ametuambia namna ya kurekebisha. Mwenyezi Mungu afanyie kwamba sawa na matamanio ya Sayyidina alayhi salatu wassalam tuweze kuishi duniani, ili sisi pia kwa kumpitia Sayyidina alayhi salatu wassalam sisi pia tutue sehemu ya ile mapinduzi ambayo ilipangwa kwamba yatapatikana wakati wa Sayyidina alayhi salatu wassalam. Amin.